Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa neema yake tena katika asubuhi ya leo. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa wema wako na fadhili zako. Tunakushukuru Bwana kwa sababu ya nafasi yetu ambayo imekupendeza kutupatia, na tuendelee kuwepo juu ya uso wa nchi. Asante kwa sababu ya kila jambo, Jehova Mungu mtakatifu, kwa sababu ni kweli na ndivyo ilivyo kwamba Bwana imegharimu damu yako, imegharimu mkono wako Bwana. Baba, ninakuomba wakati huu tena uwe pamoja nasi. Roho Mtakatifu kaendelee kusema nasi katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba, ni shauku yetu kisikia sauti yako, ni shauku yetu Bwana kukusikia. Ukiendelea kusema nasi tena Bwana katika asubuhi ya leo, katika jina lenye nguvu la thamani la Yesu Kristo Mwokozi aliye hai. Baba, ninakutukuza maana uko pamoja nasi na utadumu kwa pamoja nasi kwa utukufu wako katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi tunamshukuru Mungu kwa neema yake. Acha tuendelee tena pale mahala ambako tuliishia. Ikiwa leo tunatarajia huenda ikawa ndio mwisho wa ujumbe huu wa nguvu ya msamaha. Bwana Yesu asifiwe. Basi naomba tuende tukaendelee sasa mahali ambako tumeishi baada ya kumshukuru Mungu. Tuendelee. Jana tulisoma kitabu cha Luka sura ya 17, ndiko tulikuanzia sura ya 17 mstari wa kwanza na kuendelea, ambako neno la Mungu linasema, akamwambia wanafunzi wake, makwazo hayana budi kuja, lakini ule wake ambaye anayasababisha au yaja kwa sababu yake. Lakini akaongeza kusema kwamba ingemfaa sana huyo mtu kutupwa katika kufungwa jiwe la kusagia shingoni, akatupwa wapi? Baharini. Ingekuwa bora sana kwake kuliko yale mambo ambayo yatampata kwa kosa hilo la kumkosesha mtu mmoja. Kwa sababu hiyo tukatembea kidogo na tukawa tunaangalia zaidi kwa habari ya mavazi kwa upande wa kina dada. Ni muhimu sana, tulizungumza tu kwa sababu ni muhimu sana. Umechangia mtu mmoja kukosea, umechangia mtu mmoja kufanya makosa. Kwa sababu hiyo inawezekana kabisa kwamba na wewe umekuwa sababu ya yeye kukosea. Kwa sababu umekuwa sababu ya yeye kukosea, inakubidi na wewe inakupasa nini? Adhabu. Kwa hivyo ni muhimu sana kujilinda na kujiangalia, kila mtu nawe makini kwenye upande wake. Nikisisitiza zaidi sana kwamba usikubali kumkosea mtu mwingine. Yaani jitahidi iwezekanavyo. Najua wakati mwingine inatokea katika mazingira ambayo haujajua na wala kama umemkosea na wala haikuwa dhamira yako. Lakini kuna mazingira mengine ambayo unakuta unajua kabisa, hapa nimemistake, hapa nimemkosea huyu jamaa, lakini unaacha tu na unaondoka. Sasa jitahidi sana usiwe sababu ya mtu mwingine kuingia kwenye kwazo, kuingia kwenye makosa. Usiwe sababu ya mtu mwingine kukosea. Jitahidi sana kwa kadri iwezekanavyo, na kama ikitokea umesababisha mtu, umemkosea mtu kwa namna moja ama nyingine, jitahidi sana kuomba msamaha, kwa maana ya kutengeneza na yeye, kwa sababu ndiyo maagizo ya Biblia, ndiyo maagizo ya Yesu, kwamba tengeneza, omba msamaha, usikubali tu kuacha hivyo. Rekebisha hali ya mambo ili kwamba maisha yaweze kuendelea, kila mtu akiwa na moyo ambao uko safi mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tusome kitabu cha Mathayo sura ya 18 tutaanzia mstari wa 14 alafu tutaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema hivi: vivyo hivyo haipendezi mbele za Baba yenu aliye mbinguni kwamba mmoja wa wadogo hawa apotee. Naomba uelewe, Yesu anazungumza mwenyewe, anasema hivi: vivyo hivyo haipendezi mbele za Baba yenu kwamba mmojawapo wa wadogo hawa apotee. Anaposema mmojawapo wa wadogo hawa, anamaanisha wale wamwaminio, anamaanisha watu wanyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe. Haipendezi hata mmoja apotee, haipendezi hata kidogo, wala sio nia ya Mungu mtu yote yule apotee, lakini nia yake ni watu wote waifikirie nini? Waifikirie toba. Kwa sababu hiyo anasema haipendezi mbele za Baba yenu aliye mbinguni kwamba mmoja wa wadogo hawa afanye nini? Apotee. Kwa sababu hiyo nataka kusema nini katika mistari au katika mstari huu? Ni kwamba jitahidi sana mpendwa, jitahidi sana my sister, my brother, hakikisha kwamba hauwi sababu ya mtu mwingine kukosea. Usiwe sababu ya mtu mwingine au chanzo cha mtu mwingine kuingia kwenye dhambi.
Usiwe chanzo cha mtu mwingine kuingia kwenye uovu. Hapana, jitahidi sana kwa kadri iwezekanavyo ndani yako uzaliwe wema, uzaliwe utakatifu ndani yako, katika jina la Yesu. Mungu akupe neema wewe usije ukawa sababu kwa namna yoyote ya mtu mwingine kuingia kwenye dhambi, akaingia kwenye dhambi kwa sababu ya makosa yako. Jana nilikuambia na nikukumbusha tena kwamba kosa lako linaweza kuzaa kosa kwa mwingine. Wewe ni muhimu sana ulinde, na kama unapotokea umefanya kosa, nenda mara moja karekebishe, nenda mara moja ukafanye matengenezo. Na wale watu ambao wanakaga wanasema mimi bwana na Mungu tulishamalizana, narudia tena, kama umeanguka kutoka kwenye neema ya wokovu, hakuna kumalizana na Mungu bila kuongozwa sala ya toba tena, kwa sababu ile nafasi ya ukuhani, ile huduma ya upatanisho inakupotea, inakuondokea, kwa sababu hiyo huwezi kujiombea mwenyewe. Yani umejikosea mwenyewe. Ni kama mtu ambaye amefanya makosa mwenyewe, yeye mwenyewe ndiye hakimu, yeye mwenyewe ndiye anaendesha kesi. Nani anawasa? Kuna kesi hapo? Hakuna kesi hapo kimsingi. Kwa sababu hiyo unapokuwa umeanguka, nenda karekebishe, maana si mpango wa Mungu hata mtu mmoja afanye nini? Apotee. Sio nia yake, si kusudio lake. Nasema vivyo hivyo haipendezi mbele za Baba yenu aliye mbinguni kwamba mmoja wa wadogo hawa apotee. Mstari 15 tuendelee kuangalia pale. Mstari wa 15 neno la Mungu linasema hivi: na ndugu yako akikukosa, enenda ukamwonye. Kama mtu amekufanyia makosa, unajua kabisa fulani kanikosea, usikae na jambo hilo kwamba mimi bwana, unajua kabisa hujaweza kusamehe, kwa sababu inaruhusiwa kiroho kabisa. Tena hiyo ndio bora, kusamehe bila kuomba msamaha. Yani ni muhimu, yani ukiweza ni nzuri kweli. Amena kuombea neema uiweze hiyo. Amba amekukosea, achana naye, samehe kabisa ndani ya moyo, usibebe mtu. Lakini kubeba mtu moyoni kunaleta maumivu, kunaleta changamoto. Wewe fikiria, una watu wangapi, una mambo mangapi ambayo unapaswa kuyabeba na kuyafikiria, kuyatafakari na kuyafanyia kazi? Una mambo yangapi? Una mambo mangapi? Una mambo ya kiroho, una mambo ya maisha yako kawaida. Alafu hapo tena uongeze tena na kubeba mtu mwingine kwa sababu amekukosea. Utachoka sana my bro, utachoka sana my sister, na utazeeka kabla ya wakati wako. Ili yeye asikupate. Fulani amekosea, nenda moja kwa moja, acha hali ya unafiki kwa hakuna shida. Akiondoka hakuna shida kabisa ndugu yangu, hakuna shida kabisa. Wala alishapita, akiondoka hiyo biashara hiyo unajichosha mwenyewe. Naomba ujue leo kwamba kama unaishi na hali ya namna hii kwamba kuna mtu amekukosea na we unaona hutaki kumwambia, yani ni kama unamuonea aibu ama unamuonea vipi unavyojua mwenyewe, ujue unajichosha mwenyewe, unajizeesha mapema mwenyewe, unajichosha. Sasa ili haya yasikupate, jitahidi sana bana. Kama amekukosea, mweleze moja kwa moja, fulani hapa 1 2 3 hujafanya vizuri, mimi nasikia vibaya, nimechukia kwa sababu 1 2 3, sijapenda hiki kitu, na kwa sababu sijakipenda, tafadhali mimi sitaki kirudiwe tena. Kama ana akili nzuri atakwambia, ndugu yangu bana, kama ni hivyo mimi sikuwa nimejua, au nilijua tu na mimi nilikuwa natafuta nafasi ya kuja kukuomba msamaha bana, naomba unisamehe na haya mambo yaishe. Kweli pale na pale nilikosea, lakini naomba unisamehe. Ila kama umeona kwamba amekosea na anajikausha na kaza fuvu anaendelea, nenda kamwambie fulani, hapa umenikosea. Nenda kumwambia wazi kabisa, bana, hapa umenikosea. Ili nini? Ili kuweza kurekebisha hali ya mambo. Kwa sababu kama usipofanya hivyo, ujue kuna changamoto ambayo unaipata wewe mwenyewe. Ni kweli wewe ndio umekosewa, lakini unakaa kwenye maumivu, unakaa kwenye mateso. Na yale mateso usitegemee kwamba yanakuacha salama. No, yanatengeneza kitu kibaya kwenye maisha yako. Kama sio kwamba yanatengeneza namna ya kulipa kisasi, basi yanaumiza moyo wako, na ule moyo wako unaumiza mwili wako bila wewe mwenyewe kujua. Kwa sababu watu wengi sana ambao asilimia kubwa ya watu ambao wana changamoto ya answers, ukijaribu kutafuta vizuri utasikia, yani daktari ukikaa naye vizuri atakueleza kama sio H pylori, basi utasikia tatizo ni kwamba alikuwa na stress. Hasa stress wakati mwingine ni yale mawazo tu ambayo fulani amenifanyia kweli, fulani amenifanyia kweli. Hiyo inazalisha sumu kwenye mwili wako, inakuumiza mwenyewe. Kwa sababu hiyo, kama mtu amekukosea,
Mface moja kwa moja, bila uoga, bila mashaka, bila wasiwasi, bila aibu. Mwambie moja kwa moja. Na kama unaona kwamba ni vigumu kumwambia waziwazi moja kwa moja, kwa sababu pengine mnaheshimiana sana, labda unaogopa sijui vipi, wewe mwenyewe unajua, basi mpigie hata simu. Kama unaogopa kumpigia simu, mtumie hata message, lakini akaa akijua amekukosea na yeye afanye marekebisho. Kwa sababu inawezekana wala hana shida wala singekataa kuomba msamaha, lakini tatizo ni kwamba wewe hukutengeneza mazingira yeye kuomba msamaha, kwa maana ya kwamba hukumwambia umenikosea. Sasa wako watu wengine pia ambao hata akiambiwa kwamba bwana fulani umenikosea, wewe na wewe kitu kidogo kile tu, kitu kidogo kile, kiwe kidogo kiwe kikubwa, kimeumiza moyo wa mtu, hicho kitubie, kiombee msamaha, omba msamaha kwa sababu ya hicho ambacho wewe unakiona kidogo. Wewe unakiona kidogo, unamwambia kwanza kitu kidogo kile na wewe unakasirika. Hapana, kama kimemkwaza, haitajalisha ni kikubwa ama ni kidogo kiasi gani. Yaani ili mradi amekwazika, omba msamaha bro. Hakuna ugumu. Nilisema na nikumbusha tena kwamba kuomba msamaha hakutakupunguzia chochote katika umri wako, hakutakupunguzia chochote katika cheo chako na nafasi yako, na wala kwenye jinsia yako. We bado utabaki kuwa mwanaume, utabaki kuwa mwanamke, utabaki kuwa bosi vile vile tu. Kuomba msamaha kukufanyi kuwa duni. Kuomba msamaha kunakufanya kuwa mtu mwenye hekima ya juu katika jina la Yesu. So kama mtu amekuambia kwamba umenikosea, acha kumwambia kitu kidogo kile. Sio kitu kidogo, ni kitu kidogo kwako pengine, kwa sababu wewe ndio umekitenda. Huenda wewe ungetelewa, ungepigana kabisa. Kwa sababu hiyo, yani mtu anapokuambia kwamba amekukosea, umenikosea, na wewe acha kuleta mambo kwamba si nini, kitu kidogo tu. Hapana, rekebisha hali ya mambo. Tunazungumza hapa, haya mambo yanatengeneza vitu vikubwa viwili. Usalama wa kiroho likiwa ni jambo la kwanza, ule usalama wa kiroho, connection ya kimungu, jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, inarekebisha situation ama atmosphere katikati ya jamii. Magomvi hayatakuwepo, yani kutakuwa na amani. Hakuna kile ambacho kinaitwa beef, hazitakuwepo. Kwa sababu gani? Hawa watu wanarekebisha mambo, wanapokosana wanarekebisha mambo. Kama hivi vitu viwili havifanyiki mara kwa mara, wapendwa, ni rahisi sana kutengeneza jamii yenye visasi. Jamii yenye visasi. Kama hakuna mambo ya kuombana msamaha baada ya makosa, na kama hakuna mambo ya kusameheana baada ya kukosewa, maana yake ni kwamba tunatengeneza jamii yenye nini? Yenye visasi ndani ya mioyo yao. Tunaitengeneza jamii yenye visasi. Narudia tena, kama hatutatafuta mapatano baada ya kukoseana kama wanadamu, kama hatuwezi kuyatafuta mapatano, ni kusema hivi, tunatengeneza jamii yenye nini? Yenye visasi, ambayo kesho na kesho kutwa sio ajabu kuibuka kwa ugomvi kati ya familia na kuuana. Kwa sababu gani? Kwa sababu tu ya visasi vilivyokuwepo vizazi na vizazi. Na kwa bahati mbaya sana unapaswa kujua kwamba kwa bahati mbaya sana kuna mambo haya ambayo huwa yapo, kwamba mtu anapokosewa na fulani, kuna wakati anajikuta amewaambia watoto, fulani hakunifanyia vizuri. Alikufanyaje dadi? Alifanya 1 2 3. Okay, sawa. Watoto ile kitu ina stick mioyoni, watakuwa nayo kwamba fulani aliwahi kumkosea baba yetu 1 2 3, alimfanyia kitu kibaya. Watoto wanakuwa na ile hali. Kwenye kukuwa na ile hali, na watoto wa yule kule wameambiwa fulani waga sio mtu mzuri, hiyo kitu itaishi. Mwisho wa siku huenda hawa watu wakakutana wakamalizana. Kwa sababu gani? Kwa sababu tu ya kosa ambalo wewe uliliita dogo na ukutaka kulitubia. Lakini na wewe pia uliona umekosewa, ukaweka tu moyoni badala ya kwenda kurekebisha na ndugu yako huyo. Hata kama sio ndugu wa damu, lakini ni jirani, lakini ni mtu mnayefamia, ni mfanyakazi mwenzako, nenda karekebisha. Kwa sababu duniani sisi wote ni ndugu. Ni vile tu kwamba wakati mwingine tunabaguana, lakini sisi wote ni ndugu. Yes, we are of the one father. Nani? Adam. So Mungu wetu ni mmoja, baba yetu ni mmoja. Tumekoseana, turekebishe. We are brothers. So turekebishe mambo ili kwamba tuweze kutengeneza jamii ambayo haina kisasi ndani yake. Kwa sababu kama tukikuza jamii ambayo ina kisasi ndani yake, mwisho wa siku anakuja kutokea yale ya Yoabu na Abneri. Mwisho wa siku anakuja kutokea yale tu, kisasi kitatokea. Na kama kisasi kikitokea ni kusema nini? Maanake tunatengeneza vita katikati ya jamii. Kwa hivyo umekosewa, Biblia inaelekeza hapa, na ndugu yako akikukosa, nenda ukamwonye, nenda kamwambie bro, hapa au kufanya vizuri. Nenda kamwambie sister, shoga, hapa ulivuruga, hapa sijapenda hii ujue, na kama sijapenda tafadhali
naomba rekebisha. Yani hapa sijapenda kabisa. Yote mwenye akili atakapoambiwa amekosea, badala ya kwanza kulalamika na kitu kidogo kile ataomba msamaha. Maana yeye atafikiria tu moyoni, kumbe kitu kile kilikuwa kidogo, tulifanya kama utani, lakini kumbe rafiki yangu alikwazika, kumbe ndugu yangu alikwazika, kumbe jirani yangu alikwazika. Hasa kwa sababu hiyo, baba ndugu naomba nisamehe, tuyamalize. Mnamalizana na jamii itaendelea kuwa na amani bila visasi. Lakini tukikosa kufanya haya, kama aliyekukosea unaona hajapenda, hataki kuja kuomba msamaha, mfuate wewe, mwambie umekosea. Ili narudia tena, lengo la kuyafanya haya ni nini? Ni kwa sababu tunataka kutengeneza jamii isiyo na visasi. Nje na hapa tutakuza jamii yenye visasi ndani yake, ambayo kimsingi kurekebisha haiwezekani, kwa sababu kuna wakati kisasi kinaishi ndani ya moyo wa mtoto mpaka kinakuja kukaa, mpaka vile ni kama vile kinakuja kukaa mpaka kwenye damu, kama kinakaribia kukaa kwenye vinasaba. Yani uadui unaodumu. Kwa sababu gani? Ya hilo ambalo wewe unaliita kosa dogo na hukutaka kulitubia. Ni muhimu sana kutengeneza mambo kabla hakujawa na shida kubwa zaidi. Kurekebisha ile mambo, it's very important. So acha tuangalie ile bii yake. Anasema ukamwonye wewe na yeye peke yenu, akikusikia umempata nduguyo. Tunakwenda sawa sawa. Yani wewe na yeye tu, nyinyi wawili, nenda kamuombe msamaha, nenda kamueleze, bwana umekosea 1 2 3. Nyinyi wawili tu, wala usiweke mtu mwingine, ili kusiwe na umbea. Maana kuna watu wengine unaweza ukawaita kwenye ishu kama hizo, badala ya kurekebisha mambo ndio kwanza wakakoleza moto. Yani kwanza fulani waga unakuwaga na tabia fulani, kwanza uwaga unakuwaga na tabia, wewe uwaga sio mtu mzuri, wewe uwaga unajua sana. Wewe ukienda kule nilisema mwanzo pale, nilisema kwamba mtu anapokuja kuomba msamaha acha kumchambua. Unajua wewe unakuwaga si una mashauzi, si una manini, una maringo, una madhara. Achana na hiyo biashara. Amekuja amekwambia nimekukosea ndugu yangu 1 2 3, omba unisamehe. Wachana na kumchambua, mwambie bro ama sise, imeisha, nimekusamehe kabisa. Mpe mkono, peaneni mikono, kama mnaweza kumbatianeni, mambo yaishe. Lakini mambo ya kwanza kumchambua tena. Kwa hiyo narudia tena, Biblia inaelekeza hapa ni wewe na yeye wawili tu. Kwanza mrekebishe mambo mkiwa ninyi wawili, maana mlikoseana pengine mkiwa wawili peke yenu. Rekebisheni. Aliyekukosea ni huyo na uliyekosewa ni wewe. Nenda ni mkutane, zungumzeni, malizeni. Kama haiwezekani, chukua hatua ya pili hii. La, kama hasikii, chukua pamoja nawe tena mtu mmoja au wawili, ili kwa vinywa vya mashahidi 2 au 3 neno lithibitike. Kwamba amekataa kuomba msamaha wakati umemwendea mkiwa wawili tu, wewe na yeye peke yenu, ukamweleza kwamba umenikosea 1 2 3 na hajataka kuomba msamaha. Usikae kimya, useme tu hapana, useme tu atajua mwenyewe. Narudia tena, tunapofanya hivyo tunatengeneza jamii yenye visasi moyoni, ambayo itakuwa vigumu sana. Kesho na kesho kutwa pale tutakuja kukutana na familia zinagombana, zinapigana. Kwa sababu gani? Kwa sababu hatukutaka kutengeneza mambo mapema. Kwa sababu hiyo, unapoona amegoma kuomba msamaha, anakuambia kitu kidogo tu kile, na wewe unakasirika nini? Mimi sioni haja bana, sioni sababu. Chukua mtu mwingine 1 au 2, mwende pamoja mkiwa 3, nenda kamwambie fulani 1 2 3, bwana umenikosea, nimekuja na hawa watu watusaidie turekebishe. Kama bado akigoma, Biblia inaelekeza pale mstari wa 17, anasema na asipowasikiliza wao, liambie kanisa, na asipolisikiliza kanisa pia, nawe kwako kama mtu wa mataifa na mtoza ushuru. Naomba nikuambie hivi, usiwahi kukubali tu kwamba huyu bana, huyu mimi sitaki kabisa, sitaki mambo yake, sitaki uhusiano naye, sitaki nini. Kabla hujachukua hizi hatua, kabla hujazichukua hizi hatua, usimuhesabu hivyo. Yani usifanye hivyo kabisa. Yani usikate mawasiliano, usikate mahusiano, usivunje urafiki kwa sababu ya kosa lilolifanya. Vunja urafiki pengine au karibu kwa sababu umefuata hizi hatua zote 3 na hajazifanyia kazi. Kama katika zote hizo amegoma kuomba msamaha, ni kusema
huyo mtu hataki tena nini mambo na wewe. Kwa hiyo hapo Biblia inaelekeza kwamba unaweza sasa ukakaa mbali na yeye kwa sababu amegoma. Lakini pia mimi naomba nikuambie, ukiweza hata kama amegoma kuomba msamaha, umechukua hizo hatua zote tatu, wewe dhamiria moyoni, amua kumsamehe. Kama amefanya hizi hatua zote, umefanya hizi hatua zote tatu, haja kuomba msamaha, wewe amua kumsamehe ndani ya moyo na umwachilie kabisa. Kwa sababu kuto kufanya hivyo ukabakia na kwamba alikataa kuniomba msamaha na sononeko, kuna kusumbua pia wewe. Hasa ili hayo asikupate, wewe omba msamaha. Yaani amegoma kuomba msamaha, wewe msamehe, mwachilie, achana naye. Kwa sababu bila hivyo itakutesa, itakusumbua pia. Ili usisumbuke, amua kumsamehe. Na kama amekubali katika hizi hatua zote tatu, kama ya kwanza amegoma, atakubali ya pili. Akikataa ya pili, ataweza kukubali ya tatu. Haitakuwa rahisi, ni vigumu sana kupata binadamu mwenye roho ya namna hiyo ambayo anaelezwa mara tatu kwa viwango tofauti tofauti alafu anakataa bado kuomba msamaha. Sio rahisi kupata binadamu namna hiyo. Wewe tu akawepo, lakini watakuwa wachache sana. Kwa hivyo muhimu sana, mpendwa mtumishi Bwana, kwamba fuata hizi hatua. Ndugu yangu, fuata hizi hatua. Kama hujazifuata ni kusema nini? Bado kama haujazifuata, bado wakati au nafasi ya kurekebisha mambo ipo, kutengeneza mahusiano yenu tena, kurekebisha, kufanya reconciliation, bado huo muda upo, hiyo nafasi ipo kwa kutumia nini? Hizi hatua zote ambazo tumeziangalia hapa, hizi hatua tatu. Kama hujazipitia, narudia tena, bado hujataka kurekebisha mambo, kama hujamwambia, kama hujachukua watu wengine, kama hujaliambia kanisa, kwa maana ya kwamba umemwambia we mwenyewe amegoma, umeambia watu wawili watatu wazee mmeenda nao amegoma, umeliambia kanisa amegoma, kama yote hayo haujafanya hayo yote na yeye akagoma, bado huyo mtu ni ndugu yako na mnaweza kurudi kwenye mahusiano kawaida. Yesu asifiwe. Wacha tuende mbele za Bwana tukaombe asubuhi ya leo. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa wema wako. Tunakushukuru sana. Wewe ni pendo, wewe ni zaidi ya vyote Bwana katika maisha yetu. Tunasema asante kwa sababu ya neema yako hii ya pekee katika jina la Yesu. Alfajiri ya leo Bwana wangu tumekuja kama tulivyo tena mbele zako mtakatifu, Mungu wetu na Baba yetu. Bwana wangu tukiomba sana kwamba neema yako na iwe pamoja nasi tena Bwana wangu katika wakati huu. Tunakuomba Bwana, Bwana mabwana, neema yako na iwe juu yetu. Tunaomba sana Mungu mtakatifu kwamba ukawe pamoja nasi tena Bwana wangu, neema yako na iwe pamoja nasi Bwana. Baba, tunaomba kibali machoni pako katika asubuhi hii ya leo Bwana. Baba, tunakuomba ukatupe kibali mbele zako Mungu wetu na Baba yetu. Mungu wetu, tumekuja mbele zako Baba tukikuomba, inawezekana kuna mahali ambako tuliwahi kukosewa, na baada ya kukosewa tukachukulia tu kawaida na tukasema, tukaamua tu kuvunja mahusiano, hatukuchukua hatua zozote za kutaka kurekebisha mambo. Baba yangu na Mungu wangu, katika jina la Yesu ninakuomba sana kwamba mfalme wetu na Baba yetu ukatusamehe Bwana mahali ambako tulichukulia ukaidi hata baada ya kuambiwa tumekosea na hatukutaka kurekebisha mambo. Yesu ninakuomba utusamehe Bwana. Baba, ninatubu kabisa Mungu mtakatifu, naomba tusamehe kabisa Bwana wangu. Baba, tusafishe. Tunakuomba Bwana mabwana utusamehe katika jina lenye nguvu tena la thamani la Yesu Kristo Mwokozi, mwamba na nguvu zetu. Bwana wangu na Baba yangu, nakuomba sana kwamba utusamehe Mungu wetu na Baba yetu. Tunakusihi utusafishe Bwana, ukatuondolee kabisa Bwana kila namna yoyote ile ya dhambi Bwana, uovu na uchafu wote ule Bwana katika maisha yetu. Pale Bwana tunatubu kabisa Bwana mahali ambako tumekuwa wakaidi wasiotaka kuomba msamaha au kutaka kurekebisha mambo. Yesu ninatubu kabisa na kuomba utusafishe Baba, ukatuondolee kabisa Bwana kila namna ya makosa na dhambi zote, kwa jina lenye nguvu, thamani, utukufu na nguvu nyingi la Yesu Kristo Mwokozi. Baba, ninakuomba ukatutakase tena Bwana katika alfajiri ya leo. Bwana wangu, tuoshe kabisa Bwana, ukatuondolee kabisa lolote ambalo halipendezi machoni pako, ambalo tumekuwa tukiliishi Bwana kwa namna moja ama nyingine Bwana, kujua bila kujua. Mungu mtakatifu, nakuomba Bwana ukatutengeneze tena. Jehova, tusamehe kabisa Mungu wetu
na Baba yetu katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu, nimekuja mbele zako Bwana katika muda wakati sana dakika hizi, Mungu mtakatifu, nikikuomba sana Bwana kwamba Bwana ukatupe tena kibali machoni pako Mungu wetu. Baba, tunaomba kibali machoni pako Mungu mtakatifu, kwamba Bwana ukatukubali machoni pako mfalme wetu Bwana, tukawe kile ambacho ukatutengeneze mfalme Bwana, tuwe kile ambacho wewe ulikitaka, kile ambacho wewe Bwana wangu na Baba yangu ulitaka tuwe. Mungu mtakatifu, ndivyo ukatutengeneze hivyo, wala Bwana isiwe tofauti na hivyo. Mungu mwenye haki, Bwana wangu, Baba yangu, Mungu mwenye uweza, mamlaka na nguvu, naomba Bwana ukatutengeneze vile upendavyo, vile uonavyo ni vyema, vile unavyoona kwamba inafaa sana. Yes, hivyo ndivyo ukatutengeneze Bwana wangu. Baba, ukatupe kukupendeza katika jina la Yesu. Baba yetu, Mungu wetu, mwamba wetu na nguvu zetu, Jehova, ninakuomba kwamba Bwana mabwana ukaturehemu katika jina la Yesu. Bwana tusamehe Bwana wangu na Baba yangu, nakuomba ukatusafishe Bwana. Baba, ukatuondolee kabisa Bwana kila namna ya makosa na dhambi zozote zile, katika jina lenye thamani kubwa sana la Yesu Kristo Mwokozi uliye hai. Baba yangu na Mungu wangu, katika jina la Yesu nakuomba Bwana ukatutakase Bwana Yesu. Baba, tutengeneze vile upendavyo Bwana wangu na Baba yangu, katika jina la Yesu ninakuomba Bwana kwamba ukatutengeneze vile ambavyo Bwana unaona kwamba inakupendeza. Hivi ndivyo ukatutengeneze mfalme. Bwana, tuwe kile ambacho kwa ajili yake ulikubali kufa msalabani. Yesu, tutengeneze Bwana wangu, tukawe tokeo kamili la kazi yako msalabani. Bwana wangu na Baba yangu, ninakusihi Mungu mtakatifu kwamba Bwana wangu na Baba yangu, naomba ukatufanyie matengenezo makubwa ndani yetu Bwana. Rekebisha hali ya mambo Mungu mtakatifu Bwana, tukapate kuishi vile upendavyo, utakavyo na ufurahiavyo. Mungu mtakatifu Bwana wangu, nakuomba ukatutengeneze tuwe kile ambacho ulikubali kufa msalabani kwa ajili yake, kwa jina la Yesu. Baba, tufanyie matengenezo mfalme. Bwana, kwa kuwa ni furaha yangu, ni furaha yetu Bwana kuishi kwa ajili yako. Bwana wangu na Baba yangu, ni furaha yangu Bwana, shangwe moyo wangu Bwana, kwa kile ambacho wewe ulikitaka Bwana, kwa jina la Yesu. Ulipokubali kufa msalabani, kuna kile ambacho ulikitaka Bwana Yesu. Ninakuomba Bwana wangu, kanipe neema niwe kile ambacho wewe ulikitaka Bwana, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu na Baba yangu, mimi nakuomba Bwana kwamba ukatupe neema kwa jina la Yesu. Baba, tunaomba kibali machoni pako mtakatifu Mungu wetu. Yesu, tunakuomba Bwana ukatutengeneze vile upendavyo tena Bwana wangu na Baba yangu, vile unavyoona ni vyema, vile unavyoona kwamba inakupendeza, hivi ndivyo ukatutengeneze mfalme wa utukufu. Bwana mabwana, Mungu mwenye mamlaka, Mungu mwenye uweza, ninakusihi sana Baba yangu na Mungu wangu kwamba mfalme wetu Bwana, wala usinyamaze wala usiwe na kimya, lakini Mungu mtakatifu tutengeneze upendavyo Bwana wangu. Baba, katika jina la Yesu nakuomba Bwana wangu kwamba ukatutengeneze Jehova Mungu mtakatifu, turekebishe Bwana, tuwe kile ambacho ulikitaka wewe, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Katupe neema Bwana, tukawe tokeo la kazi ya msalaba Bwana wangu, tukawe matokeo ya kazi yako msalabani mfalme, kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu, ninakuomba sana kwamba Bwana ukatutengeneze mfalme. Bwana wangu, katupe neema ya kuwa furaha yako, tupe kuwa furaha yako Bwana. Baba yangu na Mungu wangu, ukafurahishwe sana kuwepo kwetu duniani Baba, tupe kuwa furaha yako Bwana, katika jina lenye nguvu la thamani la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, katika jina la Yesu Kristo Bwana. Baba, tutengeneze mfalme, ukafurahishwe na kuwepo kwetu duniani Baba. Moyo wako ukafurahia kwamba umetuweka duniani, moyo wako ukafurahia kwamba Bwana tuko duniani na tunaendelea kuishi. Bwana wangu na Baba yangu, na kuomba Bwana ukajivunie sisi, tutengeneze Bwana mabwana kwamba ukajivunie kuwepo kwetu duniani, katika jina lenye thamani na takatifu mno la Yesu Kristo Mwokozi uliye hai. Bwana wangu na Baba yangu, mimi nakuomba Bwana mabwana, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu Baba, ninakuomba sana kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Bwana wangu, nakuomba ukatutengeneza na kuturekebisha vile unavyotaka na vile unavyopenda, vile unavyoona kwamba inafaa. Hivi ndivyo Bwana ukatutengeneze mfalme. Bwana, tupe kwa furaha yako duniani, tupe kwa shangwe ya moyo wako Bwana. Yesu, ukainuliwe kwa ukuu Bwana, kwa kuwepo kwetu duniani, wewe ukatukuzwe mfalme. Bwana wangu, ukasifiwe, ukapewe heshima na dhama kwa sababu umetuweka duniani. Bwana wangu na Baba yangu, nakuomba sana kwamba ututengeneze Bwana wangu Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai.
Baba, ninakuomba ututengeneze Bwana. Baba, tupe kuwa furaha yako, tupe kuwa shangwe ya moyo wako Bwana. Baba, tuishi duniani kwa faida yako, tuishi duniani Bwana kwa furaha ya moyo wako Mfalme. Bwana wangu, ukatukuzwe sana kwamba umetuweka duniani, ukatukuzwe sana Bwana kwamba umetuweka duniani, katika jina la Yesu. Bwana, kwa vile ulivyotuweka duniani Bwana Yesu, ukatukuzwe Bwana Yesu, ukainuliwe katika jina lenye nguvu la Yesu Kristo Mwokozi. Bwana wangu, ninakuomba neema yako na iwe pamoja nasi. Roho Mtakatifu katembee nasi Bwana kila mahali na kila wakati Bwana, kwa kila jambo ambalo Mungu mtakatifu Bwana unatupa kufanya kwa jina la Yesu. Naomba Bwana wangu kafanye makao yako ndani yetu. Kumbuka mwenyewe umeahidi ya kwamba mtu akilishika neno langu, mtu akinipenda atalishika neno langu, na baba yangu atampenda nami nitampenda, nasi tutakuja kwake na kufanya makao. Na kuomba Bwana ukae ndani yetu Mfalme. Bwana, tunahitaji kudhihirisha kabisa ya kwamba Bwana uko ndani yetu. Bwana, ukadhihirike ndani yetu Mfalme. Bwana wangu Baba, tunaomba neema yako ikawe pamoja nasi Bwana mabwana, kwa jina lenye nguvu la thamani la Yesu Kristo Mwokozi uliye hai. Baba, tunakuomba ukatutengeneze Mfalme. Bwana wangu na baba yangu, ninakuomba sana kwa ajili ya Bwana, kwa ajili ya watu wako ambao inawezekana ni wagonjwa, wako mahali fulani wanaumwa, wengine wako hospitali Bwana, wengine wako nyumbani lakini wanaumwa. Baba, katika jina la Yesu ninakuomba Bwana mabwana, yeyote yule ambaye ni mgonjwa popote pale anapoumwa, Bwana Yesu, ninakuomba ingilia kati afya yake kwa jina la Yesu. Naomba ukamguse Bwana, yeyote ambaye anaumwa na chochote katika mwili, kiungo chochote chenye mateso na maumivu, Yesu nakuomba ukamguse huyo ndugu, ukamguse Bwana, kuomba ukamponya. Fungua kabisa Bwana kila mateso, ukayaondoe ndani yake Bwana. Fungua vifungo vya mateso hivyo, ondoa kabisa Bwana kila teso, kila maumivu Bwana, ambaye yamembana kwa muda mrefu, amekuwa na maumivu, amekuwa anateseka na huo ugonjwa. Yesu nakuomba Bwana ukamponye. Baba, ninakuomba ukamuondolee hayo mateso ambayo yamekuwa ndani yake. Yesu nakusihi Bwana wangu kwamba ukamponye, ganga mwili wake Bwana ali popote pale anaumwa. Yesu nakuomba ukamuondolee. Baba, ninakuomba ukamguse kwa mkono wako wenye nguvu, uweza na mamlaka. Yesu nakuomba ukamguse na kumponya. Mfungue kutoka vifungo vya magonjwa hayo, mfungue Bwana kutoka hayo mateso katika jina la Yesu. Nakuomba ukamguse na kumwacha huru, akafunguliwe, akawe huru. Hayo magonjwa na mateso yote yaondoke ndani yake katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu nakuomba, baba yangu nakusihi sana kwamba ukamguse Bwana. Baba, nakuomba ukamponye katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu wa Bwana, naomba uzima wako na uingie ndani yake. Naomba uweza wako na nguvu zako naziwe juu yake Bwana. Roho Mtakatifu, naomba ganga mwili wake Bwana, naomba ukamponye. Ondoa hayo mateso, ondoa hayo maumivu Bwana. Imetosha, imetosha. Naomba umponye sasa. Yesu tunakuomba, ponya hiyo mifupa ya taya ile, ponya hiyo mifupa Bwana, kuomba ukamponye kwa jina la Yesu. Bwana, kuomba ponya ile mifupa ya uti wa mgongo kwa jina la Yesu. Ile roho ya paralysis ambayo imemwingia kwa sababu ya diski za mgongo au kusagika au kukalia neze, Yesu nakuomba gusa Bwana, inua tena yule mama, mwinue tena Bwana, ule mgongo wake ukaponywe kwa jina la Yesu. Wako tunajua una uwezo, gusa ule mgongo wake ukaponywe, akainuliwe tena kutoka mateso hayo, akainuliwe tena kutoka kwenye maumivu, apone katika jina la Yesu. Atoke kwenye kitanda cha ugonjwa, aswa kutembelea wheelchair. Yesu nakuomba ukamwinue, ponya Bwana. Yesu nakuomba baba yangu nakusihi ukaguse, ukarekebishe hali ya mambo. Naomba ukamponye Bwana, rejesha tena huo mgongo katika hali yake, akaendelea kukutumikia huyo mama kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba yangu nakuomba ukamguse Bwana, ukamponye Bwana, ukamuondolee ile teso kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Baba yangu nakuomba ukamponye. Lakini Bwana yuko ambaye anasumbuliwa na tumbo Bwana, na hali ya ansa ambayo imekuwa inamtesa kwa muda mrefu, Yesu nakuomba ingilia kati, naomba ukamponye kwa jina la Yesu. Hakuna ambacho uwezi kufanya, nami nakuomba use ule dada, ponya Bwana, ondoa ile teso la ansa
kwa jina la Yesu. Wewe mwana Mungu aliye hai, wenye shida ya diabetes, high blood pressure and low blood pressure, Yesu tunakuomba gusa ukafungue, ondoa hayo mateso ndani yao katika jina la Yesu. Naomba Bwana ukamponye kila mmoja katika jina la Yesu. Naomba uzima wako ndani yao kwa jina lenye nguvu la Yesu. Tena Baba, ninakuomba Bwana kwa ajili ya ndugu ambaye ana vifungo vinavyomtesa kwa jina la Yesu. Ile roho iliyovamia maisha yake, roho iliyochukua nafasi, inajaribu kutawala nafsi yake, Yesu nakuomba ukamfungue ile roho ya adui kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Fungue Bwana kutoka kwenye hayo mateso, fungue kwa jina la Yesu. Baba, naomba ukamponye. Bwana wangu nakuomba, fungua hiyo nafsi yake akawe huru kwa jina la Yesu. Hiyo mkataba yote iliyokuwepo ikavunjwe, huo mkataba ukavunjwe. Yesu nakuomba ukamguse, ukamgange na kumponya katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba yangu ninakuomba ukamponye Bwana, kumfungua katika jina la Yesu. Bwana wangu na Baba yangu nakuomba, maana wako wengine ambao changamoto ni kwenye kazi yao, Yesu ninakuomba ingilia kati ya Bwana, ukawapiganie. Ingilia Bwana kati, ukawatetee kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Naomba Bwana ukapigane kwa ajili yawe Bwana Yesu, watetee ile vita ambayo imekuwepo ili kuharibu mishahara yao, ili kuharibu viwango vyao. Yesu nakuomba ikakome kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, nakuomba kwa ajili yake kwa jina la Yesu. Nakuomba Baba ukamuinue tena, Yesu mtetee, mpe nafasi, Bwana mpe promotion, akapandishwe cheo na kuongezwa mshahara. Mtetee, maana nakuhitaji wewe na hatakusahau katika jina la Yesu. Nakuomba Bwana wangu ukafanya jambo jipya, hata uwe ni mwaka kwa ajili yao, mwaka uliobeba neema ya pekee katika jina la Yesu. Tena ninakuomba kwa ajili ya wale ambao wanahitaji watoto, na waombea katika jina la Yesu. Bwana wangu nakuomba wape uzao. Naomba Bwana wakumbuke ukawatendee. Bwana wangu ni kweli huenda wanaona kama ndoto, lakini Yesu nakuomba utende ili ukatukuze Mungu mwenye haki. Nakuomba Bwana mabwana, Yesu unaweza kufanya, nami nakuomba ukawaguse. Fungue Bwana ukawape watoto wa kiume na wa kike, wape uzao kwa utukufu wako kwa jina la Yesu. Wengine wanaomba wa kiume, wengine wanaomba wa kike. Yesu nakuomba Bwana wakumbuke ukawatetee katika jina la Yesu. Bwana wangu na Baba yangu naomba watetee Bwana, ukawapiganie, maana utukufu, sifa na heshima ni vya kwako, maana wewe ni Mungu pekee Bwana, wako inuliwa na kuabudiwa katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu naomba usiwe na kimya wala usinyamaze, lakini watetee watoto wako Bwana, hata wanapoondoka katika mahali walipo sasa Bwana, wengine wakiwa kanisani, wengine wakiwa nyumbani. Yesu naomba ukawa pamoja nao wote Bwana, kwa pamoja naomba ukawalinde, naomba ukawatunze, katembee nao Bwana wanapoenda kwenye kazi zao katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Ninakuomba Bwana ukae pamoja nao Jehova, ukiendelea kuwatetea na kuwalinda kwa utukufu wako katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Amen. Mungu akubariki sana, ukuwe na wakati mzuri. See you next time.